Kuna hii hapa taarifa ambayo imewekwa katika page ya Instagram ya Chadema, ambapo hii ni taarifa kwa umma. Sasa taarifa kwa umma kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kisiasa za Chadema. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwaalifu viongozi, wanachama na umma wa Tanzania juu ya hali ya hatari inayojitokeza kwa kasi dhidi ya vyama vya siasa vinavyopigania mabadiliko na kweli nchini. Hali hii inaashiria juhudi za kurejea kwa enzi za utawala wa kiimla unaotumia vyombo vya dola na mahakama kama zana za kukandamiza sauti mbadala badala ya kulinda haki za wananchi na utawala wa sheria. Kwanza, tunaendelea kushuhudia njama zilizo wazi zinazoratibiwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kushirikiana na watu waliopoteza uhalali wa kisiasa kupitia kesi isiyo na msingi. Ni dhahiri kuwa kuna njama za makusudi za kuingilia, kuchafua na kuvuruga uongozi halali wa Chadema kwa lengo la kuua operation yetu ya no reforms no election, yani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Harakati za kidemokrasia zinazodai mazingira huru na haki ya uchaguzi. Pili, tumekuwa mashuhuda wa kilele cha siasa za vurugu na hujuma dhidi ya mikutano yetu ya hadhara. Kwa maelekezo ya wazi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, polisi wamekuwa wakilazimisha kubadili viwanja vya mkutano. Wakurugenzi wa halmashauri wakitunyima tusitumie viwanja tunavyoomba hata baada ya kupokea malipo kutoka kwetu kwa madai yasiyo halali na kuendesha shughuli ambazo hazikuwa kwenye mipango yao. Zaidi ya hayo, makundi ya vijana wasio na ajira yamekuwa yakitumika kuleta vurugu, kuwatisha wananchi na kujaribu kuzima ujumbe wa matumaini na tunayoueneza nchi nzima. Tatu, leo tarehe 10 Juni 2025, katika hatua ya wazi ya kuingilia uhuru wa kisiasa wa vyama, mahakama chini ya Jaji Hadimu Mwanga imetoa amri ya kusitisha kwa muda wa siku 14 shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar kwa miaka 15 Bwana Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake wawili, wajumbe wa bodi ya udhamini ya chama. Jaji alitoa uamuzi huu bila chama kuwa na mawakili wake badala ya mawakili wetu Jebla Kambole kujitoa kutokana na kuhisi kuto kutendewa haki. Jebla Kambole aliomba kusitishwa kwa kesi hadi chama kitakapopata wakili mwingine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusikiliza kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wetu, uamuzi huu unachochewa zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya misingi ya kisheria au haki, huku ukizingatia hali ya kisiasa ilivyo nchini mwetu. Chadema inachukulia hatua hizi kama ishara hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Viongozi wa chama watafanya mkutano wa dharura kutathmini hali hii na kuamua msimamo rasmi wa chama kuhusu hatua za kuchukua. Tunatoa wito kwa viongozi, wanachama, wafuasi wetu na Watanzania wote wanaoamini katika misingi ya uhuru, haki na demokrasia kuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wakuu wa chama. Hatutarudi nyuma katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Imetolewa leo Jumanne tarehe 10 Juni 2025. Blenda Lupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Sasa comment ni nyingi sana. Moja kati ya wadau wameandika, yacheni mahakama ifanye kazi yake na sheria ishike mkondo wake, msitake huruma. Mtu mwingine ameandika tunakinukisha sawa. Mtu mwingine ameandika tusiache kuombea Chadema. Jamani, Mungu atujali, tunapitia kipindi kigumu. Mungu Baba sikia vilio maombi yetu. No reforms no election. Naona komenti ni nyingi sana. No reforms no election ni nyingi sana. Moja kati ya wadau ameandika watashindana lakini hawatashinda. Mtu mwingine ameandika taarifa kwa umma leo hadi tunasikia kizunguzungu. Mtu mwingine ameandika no reforms no election, kimsingi ni nyingi sana. Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia taarifa hiyo ambayo imetolewa na Chadema. Hii ni VOT Media, tumechangamka.